Mheshimiwa Spika, serikali imekwisha tenga shilingi bilioni 30 kwa ajili ya majimbo 120 awamu ya kwanza kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya kwa kuanza shilingi milioni 250. Na mpaka leo karibu majimbo yote karibu majimbo yote 120 amekwisha pelekewa milioni 250. Na baada hapa nitafuatilia kuona kituo cha afya cha Songambele katika jimbo la Kyerwa kama kipo awamu ya pili, basi fedha zitapelekwa awamu ya pili. Mheshimiwa Sofia Mwakagenda, swali la nyongeza. Katika kijiji cha Simike, kata ya Rufingo, wilaya Rungwe, wananchi wameweza kujitahidi kujenga zahanati. Ni lini serikali mtatuongezea nguvu ili kuweza kumaliza na kiweze kuanza kufanya kazi? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, wiki iliyopita serikali imepeleka fedha katika maboma wastani 3 kila jimbo na kila halmashauri kwa ajili ya umaliziaji wa maboma ya zahanati. Kwa hivyo naomba nitumie nafasi hii nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tutakwenda kuona kama boma hilo limepelekewa fedha, na kama halijapelekewa fedha ni kuhakikishie tu wewe na wananchi wa jimbo la Rungwe kwamba serikali hii itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kwenda kukamilisha maboma hayo ya zahanati. Mheshimiwa Bona Ladislaus Kamoli, mbunge wa Segerea. Mheshimiwa Mariam Kisangi, Mheshimiwa wa Segerea anataka kufahamu lini serikali itazielekeza halmashauri kutenga 60% ya mapato ya ndani kuboresha miundombinu ya barabara za ndani. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa barabara katika kuleta maendeleo na kupunguza kero kwa wananchi. Mheshimiwa Spika, mamlaka za serikali za mitaa zinaendeshwa kwa mujibu wa sheria za serikali za mitaa sura 287, mamlaka za wilaya, na sura 288, mamlaka za miji. Sheria hizo zimetoa mamlaka kwa halmashauri kupanga vipaumbele vyake na matumizi ya fedha katika halmashauri husika. Mheshimiwa Spika, serikali imekuwa ikitoa miongozo kunapokuwa na uhitaji wa kufanya hivyo, ambapo kwa sasa utengaji wa fedha kwa ajili ya uboreshaji wa barabara za ndani ni 10% ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo kwa halmashauri zinazochangia 70% kwenye miradi ya maendeleo zikiwemo halmashauri za mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuzijengea uwezo mamlaka za serikali za mitaa ili ziweze kubuni na kuongeza vyanzo vya mapato na kuweza kukusanya na kutenga fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo miundombinu ya barabara. Mheshimiwa Mariam Kisangi, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri, ninayo maswali ya nyongeza. Kwa kuwa serikali inaonyesha wazi kwamba imetenga 10% kwa ajili ya utengenezaji wa barabara, lakini katika mkoa wa Dar es Salaam hususan katika jimbo la Segerea kumekuwa na changamoto kubwa ya barabara za mitaani. Je, serikali sasa haioni haja ya kurekebisha sheria hiyo na kuongeza, kwa sababu kipaumbele cha mkoa wa Dar es Salaam ni kupata barabara bora? Serikali haioni haja kufanya hivyo? Swali la pili, kwa kuwa katika jimbo la Segerea katika kata za Tegeta, Bonyokwa, Liwiti, Kipawa na kata nyingine nyingi za na mkoa jimbo la Segerea halijawa na barabara za lami, hali ambayo inaita sitofahamu sana katika jimbo hilo. Je, serikali ina mpango gani sasa wa kuhakikisha ule mradi wa DMDP unaanza mara moja kuwasaidia wananchi yao? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Spika, ni kweli kwamba katika majiji na manispaa za mkoa wa Dar es Salaam, lakini na maeneo mengine ya miji na majiji, kipaumbele cha barabara ni moja vipaumbele muhimu vya serikali, lakini pia ni moja ya mahitaji makubwa ya wananchi. Na nimemhakikishia Mheshimiwa mamangu Mariam Kisangi kwamba serikali imeendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba barabara za mijini zinaboreshwa kupitia TARURA, lakini pia kupitia DMDP kwa mkoa wa Dar es Salaam. Na nikuhakikishie tu Mheshimiwa mbunge kwamba ili 10% kwa manispaa na jiji la Dar es Salaam ni kiwango cha chini, angalau 10%, lakini manispaa au jiji lina uwezo wa kutenga zaidi ya 10% kulingana na uhitaji wa barabara katika manispaa husika. Kwa nitumie nafasi hii kuasisitiza wakurugenzi wote wa majiji na manispaa na hususan ya mkoa wa Dar es Salaam kuhakikisha kwamba wanatenga fedha angalau zinazotosheleza kwa ajili ya ukarabati wa barabara hizo. Swala la pili, Mheshimiwa Spika, kuhusiana na ujenzi wa barabara za lami, mradi wa DMDP unaendelea katika mkoa wa Dar es Salaam katika maeneo mbalimbali,
katika jiji la Ilala kwa maana jiji la Dar es Salaam, lakini pia na manispaa zake, na tutaendelea kusimamia kuhakikisha kwamba TARURA pia wanajenga barabara za lami, lakini pia DMDP na miradi mingine yote ya serikali ili kuboresha barabara katika mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Kakunda, nimekuona lakini naona una swali hapa linafuata baada ya hili. Na kwa sababu hakukuwa na mbunge mwingine aliyesimama zaidi yako, Mheshimiwa Joseph George Kakunda, mbunge wa Sikonge, sasa ulize swali lake. Mheshimiwa Joseph Kakunda wa Sikonge anataka kufahamu lini tatizo la kukosa huduma ya maji kwenye shule za msingi na sekondari zenye vyoo vya kisasa litatatuliwa. Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Zainab Katimba. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua kuwa kuna baadhi ya shule zenye vyoo vya kisasa kwenye shule za msingi na sekondari ambazo hazina huduma ya maji kutoka vyanzo vya uhakika. Mheshimiwa Spika, mamlaka za serikali za mitaa kupitia mamlaka za maji vijijini na mijini zimeelekezwa kuhakikisha kuwa taasisi za umma ikiwa pamoja na shule zinaunganishwa na mtandao wa maji katika maeneo yenye mtandao wa maji ya uhakika. Mheshimiwa Spika, mikakati ya serikali ya kuhakikisha kuwa shule zinakuwa na vyoo vya kisasa vyenye huduma ya maji ni pamoja na ujenzi wa shule mpya unaojumuisha fedha za ujenzi wa miundombinu ya maji inayohusisha kuvuna maji ya mvua, kuunganisha na mifumo ya mamlaka za maji na kuchimba visima, ujenzi wa miundombinu ya vyoo unaojumuisha fedha ya ujenzi wa miundombinu ya maji tiririka, na kutumia sehemu ya fedha ya ruzuku ya uendeshaji wa shule kufanya ukarabati wa miundombinu ya maji. Mheshimiwa Joseph George Kakunda, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, kwanza nipongeze serikali kwa maelekezo hayo, lakini na maswali mawili madogo ya nyongeza. La kwanza, haioni serikali kwamba muda umefika kujiwekea atamatam ya muda maalum kama miaka 2 au 3 kuhakikisha kwamba shule zote za msingi na sekondari zina huduma ya maji? Swali la pili, pamoja na kwamba huduma ya maji imepelekwa kwenye baadhi ya shule, kumekuwa na changamoto ya ulipaji wa bili. Matokeo yake baadhi ya shule zimekatiwa huduma ya maji. Kwa mfano shule ya msingi Kiombo imekatiwa huduma ya maji kwa sababu inadaiwa shilingi 400,000 tu. Je, serikali haioni kwamba kwa kutekeleza sera ya elimu bila malipo, kwa nini serikali isiwe inalipa bili za maji ili wanafunzi wapate huduma za maji bure? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba nijibu maswali yake yote mawili kwa pamoja. Serikali inaweka kipaumbele kikubwa sana katika kuhakikisha kwamba shule zetu za msingi na sekondari zinakuwa na huduma ya maji ya uhakika, na ndio maana tayari serikali ilishatoa maelekezo kwa wakurugenzi wote kuhakikisha kwamba wanawasiliana na mamlaka za maji katika mikoa husika kupitia katibu tawala wa mkoa, ili kwenye zile shule ambazo hazina maji waweze kuchimba visima, kwa sababu wote tunatambua serikali imenunua mitambo ya kuchimba visima na imesambazwa katika mikoa yote 26. Kwa hiyo tayari maelekezo yalitolewa na serikali ili mitambo ile iweze kutumika katika kuhakikisha inachimba visima katika shule zetu, lakini pia wakurugenzi watumie channel nyingine ya kuwasiliana na mamlaka za maji katika mikoa ili waweze kuunganisha maji katika sehemu ambazo zinatoa huduma za msingi ikiwemo katika shule zetu za msingi na sekondari. Lakini kuhusiana pia na swala zima la ulipaji wa bili za maji, ni kweli kupitia fedha ile ya elimu bila malipo kuna fedha ya utawala ambayo pia inatumika katika kulipa bili za maji, lakini bili za umeme. Lakini naomba niendelee kusisitiza na kukumbusha mamlaka zetu za serikali za mitaa kupitia wakurugenzi wafahamu kwamba wajibu wa msingi wa kupanga maendeleo, kusanya mapato na kugharamia huduma za msingi za kijamii ikiwemo katika sekta ya elimu, sekta ya afya na kadhalika ni wajibu wa msingi wa mamlaka zetu za serikali za mitaa. Kwa hiyo waendelee kubuni namna bora zaidi ya kuhakikisha kwamba wanagharamia
gharama mbalimbali za kuhakikisha kwamba huduma za kijamii katika maeneo yao zinaimarika, ikiwemo pia katika upande huu wa sekta ya elimu. Kwa hiyo kupitia wakuu wa shule, lakini kwa kushirikisha wazazi kwenye vikao vya wazazi, wanakubaliana kimsingi ni namna gani gharama hizi wataweza kuzibeba. Cha msingi ni watoto wetu wasikose huduma ya maji katika shule za msingi na sekondari. Mheshimiwa